Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa li shaykhina wa lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wapenzi wasikilizaji na wafuatiliaji wa channel zetu mbalimbali, karibuni katika kipindi chetu cha Kuza Maarifa na Ramadhani, kitakachokupatia fursa ya kuuliza swali na kujibiwa kwa mwongozo wa Qur'ani na Sunna. Barakallahu fikum. Anauliza muulizaji, Allah amhifadhi. Muulizaji anauliza, ni kwa namna gani tunaswali swala ya tarawehe kwa maana ya rakaa mbili mbili? Je, kila baada ya rakaa mbili tunasoma dua ya ufunguzi wa swala? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Muulizaji anauliza swali, ni kwa namna gani tunaswali swala ya tarawehe kwa maana ya rakaa mbili mbili? Je, kila baada ya rakaa mbili tunasoma dua ya ufunguzi wa swala? Hili ni swali ambalo muhimu sana kwa watu ambao wanaswali swala ya tarawehe kulifahamu na kuweza kulijua, kisha baadaye kulitabikisha, kulifanyia kazi kwa mujibu wa misingi ya elimu. Kwanza ileweke, swala ndugu zangu Waislamu inafunguliwa kwa takbiratul ihram na inafungwa kwa salamu. Kwa hiyo unapotoa takbiratul ihram maana yake kwamba umeianza swala, na unapotoa salamu maana yake swala unakuwa umefunga. Kwa hiyo kutoa salamu katika kila baada ya rakaa mbili maana yake kwamba zile rakaa mbili unakuwa umezifunga, kila kitu chake tayari unakoshakika pembeni. Ukizingia rakaa mbili nyingine maana yake unapoanza kutoa takbiratul ihram unazianza rakaa mbili nyingine mpya. Kwa hiyo zile rakaa mbili mpya zinahitajika mwenye kuswali kusoma dua kufungulia swala, kadhalika kusoma sura Fatiha yake na mengineyo ambayo yanapatikana katika zile rakaa mbili, na mwisho wake utazifunga kwa salamu tena vile vile, utakuja rakaa mbili nyinginezo. Na kwa ajili hiyo ndio wanachuoni wakasema yajuzu bali yustahabu lilmusalli, inajuzu bali inapendezeshwa kwa mwenye kuswali fi salati tarawehe, katika swala ya tarawehe, imaman, sawa ikiwa huyo ni imamu, au maamuman, au ikiwa kwamba ni maamuma, au munfarida, au mwenye kuswali peke yake, an yusallia an ya'tiya bidduai al-istiftahi, kuleta dua kufungulia swala, fi bidayati kulli rak'ataini, katika mwanzo wa kila rakaa mbili, baada takbiratul ihram, baada ya takbiratul ihram, lianna kulla taslimataini, kwa sababu kila salamu mbili zile ambazo unazitoa tu'tabaru salatun mustaqilla, inazingatiwa kwamba ni swala ambayo ilikuwa imejitoshelezesha. Kwa hiyo bwana yake ulifungua rakaa mbili zile, ulizifungua kwa takbiratul ihram na ukajazifunga kwa salamu. Kwa hiyo ni jambo ambalo lilokuwa kwamba lenye kukiashiria, sawa ikiwa kwamba unaswali swala tarawehe, sawa ikiwa kwamba unaswali swala dhuha rakaa zaidi ya mbili, basi kila rakaa mbili utakazokuwa unakusudia kutoa salamu, inatekana kwamba ufanye nini? Ulete takbiratul ihram, usome dua kufungulia swala, akisha usome na sura Fatiha na sura kama ambavyo unafanya katika swala nyinginezo. Kwa hiyo utafanya hivyo. Au mfano unaposwali kablia ya adhuhuri, unaposwali kablia ya adhuhuri lakini umekusudia kuswali rakaa 4, lakini ukasema uswali rakaa 2 kwanza, utaswali rakaa 2, utaleta takbiratul ihram. Baada ya kuleta takbiratul ihram utasoma dua kufungulia swala, utaendelea utaratibu mpaka utamaliza rakaa 2. Ukizimaliza rakaa 2 ukatoa salamu, ukakusudia kuswali rakaa 2 nyingine, utaleta takbiratul ihram, utasoma dua kufungulia swala, akisha utaendelea na kusoma sura Fatiha na utaifunga yani ile swala. Kwa hiyo hivyo ndivyo ambavyo unavyotakiwa, kwa sababu swala inafunguliwa kwa takbiratul ihram na inafungwa kwa kutolewa salamu. Pamoja na kwamba baadhi ya wanachuoni wanasema kwamba jambo la swala tarawehe ukishakusoma mwanzo tu basi inakuwa imetoshelezesha. Ukishasoma mwanzo tu dua kufungulia swala inakuwa imekwisha kutoshelezesha, lakini kilichokuwa aula zaidi na kilichokuwa bora zaidi na katika utaratibu ambao ulikuwa sawa kwamba swala inafunguliwa kwa takbiratul ihram na inafungwa kwa salamu. Kwa hiyo unapotoa takbiratul ihram elewa kwamba umeanza swala, na unapotoa salamu maana yake umeifunga ile swala. Kwa hiyo zile rakaa mbili unapotoa takbiratul ihram elewa kwamba umeingia katika rakaa mbili mpya
ambazo zina jina lile lile salat tarawih, na unapotoa salamu maana yake umezifunga raka mbili zile, unakuja raka mbili nyingine mpya. Kwa hiyo ni aula kusoma dua kufungulia swala katika kila raka mbili. Na wengineo wakasema pana ikiwa sheria dua kufungulia swala hiya sunnatun mustahabba, nayo ni sunna ambayo yenye kupendezeshwa fi kulli rak'ataini, katika kila raka mbili, walaysa wajiban, na sio wajibu. Fa in tarakahu almusalli fala haraja alayhi, na ikiwa kwamba taacha mwenye kuswali jambo hilo basi hakuna tatizo. Lakini kwa aula zaidi ni kufanya nini? Ni kusoma dua ya kufungulia swala katika kila baada ya raka mbili, katika kila baada ya raka mbili. Ndio jambo ambalo linatakana kwamba mtu ashikamane nalo na alilete kila raka mbili ambazo wewe unazoswali, basi lete dua kufungulia swala kwa imamu, kwa maamuma. Ni jambo ambalo linatakana kwamba alilete, na maelezo hayo vile vile amekwenda nayo Sheikh Ibn Baz alayhi rahmatun min Allah, kwamba ni jambo, akasema kwamba ni jambo ambalo lilokuwa muhimu na ni jambo ambalo linatakiwa kwamba imamu ajihimize, kadhalika na maamuma vile vile ajihimize katika upande huo wa kusoma dua ya kufungulia swala, kwa sababu panazingatiwa kwamba ni katika mambo ambayo yalikuwa muhimu sana katika kuikamilisha ile swala ya Muislamu, kuikamilisha ile swala na kuiweka katika mazingira ambayo yalikuwa muhimu zaidi. Kwa hiyo kilichokuwa aula zaidi na kinachotakikana ni kuhakikisha kwamba mtu analeta dua kufungulia swala mwanzoni kabisa katika zile raka mbili, mwanzoni kabisa katika raka mbili zile, na ajitahidi maana yake asiwe ni mwenye kupitwa nalo katika jambo hilo. Wallahu aalam. Tuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie haya iwe katika mizani ya mema yetu siku ya kukutana naye Allah subhanahu wa ta'ala, yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Na hapa ndiyo mwisho wa kipindi chetu kwa siku ya leo. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie matendo yetu na tuwafikishe kuyafanya kila matendo ya kheri, innahu waliyu dhalika wal qadiru alayh. Usikose kufuatilia kipindi kijacho. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.